Yajayo yanafurahisha, tunaweza tukasema hivyo. Yajayo yanafurahisha, hao yajayo yanakuwa na lipi? Baada ya subira ya muda mrefu, unasema subira ndefu, tulisubiri. Jana niliwaambia kuwa kutakuwa na speech ya maamuzi ambayo itatolewa na Rais Donald Trump, na ulimwengu ukakaa kimya, tukasubiri. Mimi nilichungulia time ambayo atatoa speech yake, nikaona ilikuwa ni muda mbaya. Ilikuwa ni muda wa alfajiri kwa time za kwetu, around 4 asubuhi, hiyo saa 10 usiku Trump anazungumza. Ilibidi niweke alarm nije nisikilize Trump ana kipi cha maana, kwa sababu kwa mujibu wa Caroline Levitt, msemaji wa White House, Trump angekuja na hotuba nzito sana ambayo ilikuwa inafanya maamuzi ya ulimwengu. Sasa unajua sisi tunafanya kazi na media nyingine kubwa ambazo baada tu ya hilo lazima watakuhoji. Ilibidi nikae kwanza kusubiri nione nini kitatokea. Kwa hiyo niliweka alarm yangu wazi ili nisubiri hotuba, na kweli dakika 20 za Trump za hotuba zikamwagika. Kabla hatujaendelea na hayo mazungumzo, ngoja nikukumbushe jambo moja kwanza. Ngoja nikukumbushe. Hivi kampuni yako ni moja ya shortlist company za Akoya 2026? Kama ndiyo hilo, basi swali muhimu ni hili. Je, tayari umefanikiwa kuisajili kampuni yako? Basi hii ndio hatua muhimu na ya mwisho katika safari yako ya ushindi. Fanya assessment ambayo ndio inaamua nafasi yako kutambuliwa kama moja ya kampuni bora Afrika. Kama bado, basi chukua hatua. Kamilisha assessment yako mapema ili kuhakikisha unakuwa sehemu ya washindi watakaosherekea tarehe 12 Juni ya 2026 kule Superdome Masaki, Dar es Salaam. Muda unakwenda haraka sana, usichelewe. Basi wasiliana na waandaji wa sasa na complete assessment yako leo. Akoya 2026, let's celebrate your success. Nimekuwa nikiwakumbusha mara kadhaa kuhusu hili swala la Akoya kwa watu wenye kampuni za kati na kampuni za juu. Hizi ni tuzo maalum hutolewa, zinafanyika pale Superdome Masaki. Ni vizuri kusajili kampuni yako ili uweze kushiriki, kwa sababu makutano hayo ya tarehe hiyo yatakutanisha watu wengi, wafanyabiashara kutoka kote duniani, lakini wengi wakiwa kutoka barani Afrika. Inaweza ikawa ni fursa nzuri ya kukutana na watu wengi ambao watakupa connection nyingi. Kwa hiyo sajili kampuni yako kupitia Akoya. Tuendelee na yetu. Donald Trump jana akatoa hotuba ambayo mimi kabla sijatoka kuachana na wewe hapa nilikukumbusha jana, nikasema kuwa tunasubiri hotuba ya Donald Trump. Hotuba ambayo kwangu mimi, kwa agizo langu jana, nilisema nasubiri nione kitu kipya. Yani kuna kitu kipya Trump anatuletea, kwa sababu tumekuwa na Trump ambaye kila kinachoingia akilini, yani kila kinachokuja akilini hukiandika, iwe kwenye mtandao wa Truth au huja kwenye speech. Wastani kwa wiki moja anaandika sijui mara ngapi, yani kwa siku anaweza akaandika mara 5 mara 6, yani zile posti zake kwenye mtandao wa Truth Social. Lakini tuna rais ambaye anaongea sana, yani kila wakati ana interview na watu, kila wakati yuko na wanahabari kwenye Air Force anazungumza, kila wakati anazungumza. Nikawa na waza, anasema kuwa hebu ngoja nisubiri nione hiyo hotuba, sijui imeandaliwa lini na vitu vipya vitavyokuwepo kwenye hiyo hotuba ni vitu gani, kwa sababu nilikuwa sielewi kama kuna kitu kipya ambacho kinakuja kwenye hii hotuba. Basi yaliyojiri yakajiri. Donald Trump akatuonyesha yale yaliyozungumzwa. Ukweli kuwa hakuna jipya hata moja alilozungumza, hata moja jipya alilozungumza hamna. Kayarudia yale ya siku zote anayoyazungumza. Akathibitisha ushindi. Tumekwisha kushinda. Tunamalizia wiki 2 mpaka wiki 3 tuhakikishe kuwa tumewadhoofisha vya kutosha. Tumemaliza uwezo wao wa makombora na wala hawana uwezo tena wa makombora. Tumemaliza project yao ya nuclear na sasa tunaifuatilia kwa njia ya satellite. Utadhani huo uwezo wanao wa kumulika chini ya ardhi. Anasema hivyo. Lakini akarudia, nadhani alikuwa ukisikia hotuba yake ni kama ameanza kujihami na kampeni ya mwezi Novemba, kwa sababu mwezi Novemba utakuwa kuna uchaguzi wa Marekani wa nusu msimu, na unafahamu kuwa Republican kwenye uchaguzi uliopita walishinda chemba zote, yani walikuwa na Senate na walikuwa na Congress, zote walikuwa wamezihold. Tofauti kabisa na serikali iliyoondoka kipindi cha nyuma, kuwa ni kama walikuwa wamegawana, mmoja alikuwa anashikilia hiki, mmoja alikuwa anashikilia hiki. Lakini hata awamu ya kwanza ya Donald Trump
Republican walishikilia nini Senate, lakini Congress ilikuwa chini ya Wademokrat. Mnakumbuka mbwembwe za Nancy Pelosi wakati huo aliyokuwa speaker wa bunge la Congress alivyomuimpeach Donald Trump kwenye kashfa ya Ukraine. Nakumbuka ile ya mwaka 2017 walimuimpeach, wakataka kumuondoa madarakani kwa sababu chemba zilikuwa si zote zinazomilikiwa na Republican. Sasa uchaguzi uliomalizika, Democrat walidondoka sana na chemba zote zikadondokea kwenye mikono ya Republican. Kwa hiyo Republican wanashikilia zote, ndio maana wanampa nguvu Trump ya kufanya maamuzi anayoyafanya. Lakini juzi tu hapa wamemkosa kumuimpeach kwa kura 2 tu. Kwa hiyo Trump bado hayuko sawa. Ukisikia hotuba yake ni kama vile alikuwa anataka kujaribu kuanza kufanya kampeni ndani ya Marekani. Anachowaambia kuwa tumekwenda kwenye hii vita kwa ajili ya Wamarekani. Yaani anawakumbusha Wamarekani kuwa msisahau kwa miaka 47 Irani wana wimbo mmoja, Death to America, Death to Israel. Yaani kifo kwa Marekani, kifo kwa Israeli. Kwa hiyo sisi tulikwenda vitani kwa ajili ya kulinda vizazi vyenu. Wanasema tumekwenda vitani kwa ajili ya vizazi vyenu. Iwe sisi lakini ajili ya watoto wetu. Ndio anachokisema. Yaani wamekwenda kuokoa jamii ya Marekani dhidi ya Irani. Amebaki na madai yale tu kuwa anasema kuwa kama isingekuwa uamuzi wake wa mwaka 2018 kwenda kuvunja makubaliano ya Barack Obama ya 2015, kwa sasa anavyozungumza anasema Irani tayari wangekuwa wanamiliki nyuklia na tayari Israeli isingekuwepo. Ndio anachotaka kukariri. Taarifa zake mara zote zimekuwa ni taarifa ambazo haziendi na ushahidi, yani madai pamoja na ushahidi. Yani unatoa madai, unatoa na ushahidi. Imekuwa kuna kazi ngumu sana, unajua hivi White House inafanya sasa hivi. Kazi ngumu sana ambayo niliona kiasi walifanya wakati wa Joe Biden. Unajua Joe Biden kuna wakati alitoa kauli ambazo zilitengana na White House. Mfano nitakukumbusha kauli 2. Aliwahi kumshutumu Vladimir Putin kusema kiongozi dikteta asiyefaa na ambaye anatakiwa kuondolewa madarakani. Kremlin ikajibu kwa Marekani kuwakumbusha kuwa kauli iliyotolewa na rais wenu ni halisi. Je, ni kauli ya serikali? Je, inaakisi hiki kitu? Kwa sababu kwa kauli hiyo ilikuwa inatishia kusema kuwa labda Marekani ilikuwa ina mpango wa kwenda kumpindua Putin. Kwa hiyo ile kauli ikasukumwa sana na vyombo vya habari wakahoji sana. Haraka White House ikajitenga na ile kauli, ikasema hapana, yalikuwa ni maoni yake wala haihusiani kabisa na msimamo wa serikali ya Marekani kuhusu hilo. Kauli ya pili ambayo Joe Biden aliwahi kuifanya na White House ikajitenga na kauli yake ilikuwa wakati wa vita ya Oktoba 7. Kama mnakumbuka, baada ya vita ya Hamas na Israeli kuanza, Biden alisafiri na ndege kwenda Israeli baada ya ugomvi wake na Netanyahu kwa muda mrefu. Vita ilivyoanza akaenda Israeli. Wakati amekwenda Israeli usiku, wakati anakwenda Israeli ilifanya shambulizi baya sana kwenye hospitali ya Ahli Baptisti iliyopo Gaza. Ikaua takriban watu zaidi ya 350. Wakati Israeli wamefanya lile shambulizi, wakajisifu kuwa walikuwa wamewalenga magaidi na wamewaua magaidi. Baada picha na video zilivyoanza kutoka kwenye eneo la tukio, kuona kuwa waliouawa wengi walikuwa ni wanawake, watoto na watu walioenda kujihifadhi pale, Israeli wakafuta zile posti nyingi ambazo walikuwa wamezitoa za kushangilia awali. Baadaye wakabadili hadithi, wakasema kuwa shambulizi lilifanywa na Hamas dhidi ya ndugu zao. Biden alivyotua akahojiwa na waandishi wa habari pale Israeli, akarudia kauli ile, akasema kuwa shambulizi lilifanywa na Hamas. Yani ni uongo ambao Trump juzi ameusema baada ya wanafunzi kuuawa kwenye shule kule Mina, Iran, kwa ushahidi unaoonyesha mashambulizi na silaha iliyopatikana eneo la tukio ilirushwa kutoka kwenye makombora ya Tomahawk. Tomahawk ni makombora ya Marekani ambayo hata Israeli hana. Lakini Trump alikariri akasema kuwa no, hayo makombora hata Irani ameshambulia mwenyewe shule yake. Wanahabari wanambana, wewe, Tomahawk tunayo sisi tu, hakuna nchi yoyote na hata Israeli hana. Kwa hiyo sisi ndio tuliofanya mashambulizi. Akakataa, akasema hapana, ni Irani wenyewe. Lakini baadaye alivyobanwa akasema kuwa tumeanzisha uchunguzi huru ulichunguze hilo. So Biden alivyoulizwa akasema kuwa Hamas wamefanya shambulizi. Lakini Biden baada ya kutoka ile safari kurejea Marekani akarudi na kawimbo fulani kale ka beheaded children. Nakumbuka watoto walikatwa vichwa wakati wa Oktoba 7. Akawimba sana huo wimbo. Hao Hamas wameua, wamekata watoto vichwa. White House na wanahabari wa Marekani wakati huo walikuwa huru, sio sasa. Wakazidi kumbana, tupe ushahidi kwa sababu umekwenda kule. Hao waliouawa, tunataka ushahidi wa watoto waliokatwa vichwa na nini. White House ikabanwa kwenye hiyo. White House ilivyobanwa ikasema no, tunajitenga na kauli. Hii ni kauli ya rais aliyoitoa yeye mwenyewe, anatoa ufafanuzi wake. Lakini si kauli ya White House ambayo inathibitisha kuwa kulikuwa kuna beheaded. Yani kuna watoto walikatwa vichwa. Wakaweka pembeni. White House wakakaa pembeni. Baada ya pale Biden kubanwa akasemaje?
Mimi niliwasikia maafisa wa Israel wakisema hivyo. Yani kumbe alisikia maafisa wa Israel wakisema, naye akadaka, akaruka nayo hizo story zikawa titini. So Trump amekuja na simulizi za kwenye hii hadithi za kufikirika, hadithi za kufikirika kuwa Iran watengeneza nyuklia, Iran walikuwa na mpango wa kutushambulia, Iran walikuwa na mpango wa kufuta Israeli, mpango walikuwa na, yani kaja nayo hayo, lakini kaja na madai ya ushindi kamili. The same story. Mimi baada ya ile hotuba ya Trump nikachoka muda ule, nilikuwa na interview fulani na international media nikafanya nao nikamaliza, alafu nikarudi nikakaa nikaanza kusikiliza wachambuzi wengine, niwasikie wana mawazo je kama yangu au wana mawazo tofauti. Wote walikuwa wanazunguka kichwani kwangu kuwa hatuoni jipya, hakuna jipya, hajatoa hesabu yoyote ya kuwa ana madai gani mazuri ya kumaliza vita, hesabu za kumaliza vita. Karudia vitisho vile vile, anawaambia Irani kuwa tutashambulia miundombinu, jambo ambalo limekuwa ni tishio si tu kwa serikali ya Irani, ni jambo ambalo limekuwa tishio kwa raia wa Irani, kwa sababu Amerika alisema kuwa anakwenda kuwakomboa. Hivi sasa sio kuwakomboa tena, sasa ni kwenda kuwatisha. Manake anatishia miundombinu ya kiraia ambayo inatumika na raia wa kawaida, nishati, umeme, jeshi tu linatumia au wa Irani wote wanatumia, maji kushambulia, gesi kushambulia. Manake Marekani amekuwa tishio kwa raia wa Irani, tofauti na kile ambacho unajua. Kabla ya hotuba ya Trump, rais wa Irani Masudi aliandika barua kwa Wamarekani akiwaambia kuwa sisi hatuna ugomvi na nyinyi, sisi tuko katika kujibu kile tunachoruka nacho, yani tunaposhambuliwa sisi tunajibu, lakini sisi hatuna ugomvi na nyinyi, sisi tumeshambuliwa, kwa hiyo tuko kwenye kujihami, hatuna uadui na Marekani yoyote, sisi tuna ugomvi na serikali yenu. Ye Trump katishia raia wa Iran, karudia kauli ya kuhusu Hormuz, kazungumza kauli 2 au 3 tofauti kwenye swala la Hormuz. Utachagua mwenyewe unachukua ipi. Marekani hainunui mafuta kupitia Hormuz wala haihusiki na Hormuz. Mafuta yetu sisi tunazalisha wenyewe, wala Hormuz haituhusu. Kwa hiyo sisi hatushughuliki na Hormuz. Tutaondoka, tutaiacha Hormuz. Hili swala la Hormuz litazungumzwa na itafunguliwa kiautomatiki. Anasema itajifungua yenyewe, yani yatapatikana mazungumzo, itafunguliwa yenyewe. Washirika wanaochukua mafuta kupitia mlango wa Hormuz sasa waingie, wajiunge, waende wakafungue mfereji wa Hormuz. Kabla ya hotuba yake tayari alishawatishia Ulaya kuambia kuwa kama hamtojiunga pamoja ili tufungue Hormuz, sisi Marekani tutazuia usambazaji wa silaha kwa Ukraine. Kauli 4 zinazungumza kuhusu Hormuz. Wewe unachukua iko wapi? Unachukua kauli gani? Kuwa Hormuz itafunguka yenyewe, Hormuz haituhusu, sisi hatuchukui mafuta. Hormuz tunataka wanaohusika na Hormuz waifungue wenyewe. Tunataka washirika wote wajiunge na sisi ili tufungue Hormuz. Unachukua kauli gani? Kwa hiyo hotuba ya Donald Trump haikwenda na majibu yoyote. Ndio maana imeamka na masoko yamepanda, kwa sababu hotuba imekwenda kwa kauli ya vitisho, vile vile kwa miundombinu ya Irani, hali ya kuwa Irani muda ule wakajibu wakasema kuwa tumepiga mstari kuwa Marekani, Israeli hawajui kabisa chochote kuhusu sisi, hawajui hazina yetu, hawajui reserve yetu, hawajui silaha zetu, hawajui chochote kuhusu sisi. Kwa hiyo ndio maana wanaongea vitu ambavyo hawavijui kutoka kwetu. Hayo ndio ambayo unaweza kusema kuwa hayo ndio yamezungumzwa. Sasa madai ya Trump yamekuwa ni kama hadithi ambayo hailingani na ukweli. Mfano nitakwambia, jana naweza nikasema katika siku ambayo Israeli imeshuhudia mashambulizi makubwa zaidi tangu kuanzishwa kwa vita, basi jana nina rafiki zangu kadhaa ambao wako kwenye nchi tofauti hizi zinazokutana na mashambulizi karibu zote ndani ya Israeli. Pia ninao wengi tu rafiki zangu ambao huwa tunazungumza. Moja ya washikaji zangu aliwahi kuniambia kuwa siku ya mwanzo wa vita, ambapo ilianza vita, kulitokea mashambulizi walipomuua Khamenei, kulitokea mashambulizi ambayo anasema alikuwa hajawahi kuyashuhudia. Yalikuwa mashambulizi mfululizo mpaka ikabidi yeye aondoke kwenye mji, katika moja ya miji mikubwa, sitoutaja. Ilibidi aondoke kwenye ule mji aende nchi upande mwingine kabisa wa mji mwingine mbali, Rashrash wenyewe wanaita Eilat, akapumzike japo kwa siku 2-3, kwa sababu jiji lilikuwa likishambuliwa sana linashambuliwa, yani mashambulizi yalikuwa makubwa sana. Lakini nilikuwa nikijaribu kubadilishana naye experience kwenye mashambulizi yaliyokuwa jana, ananiambia ni zaidi ya siku ya kwanza ambayo ilikuwa na mashambulizi makubwa. Yani jana
ambayo ilikuwa ni tarehe mosi April, kulikuwa kuna mashambulizi makubwa kuzidi iliyokuwa. Yani anakuambia ni kama wanaanza vita. Yani kama wanaanza vita. Hii yote ilikuwa Irani wanafanya majibu kwa kauli za Trump. Yani ilikuwa ni majibu ya vitendo kwa kauli za maneno ya Trump. Trump amesimama kwenye vyombo vya habari kudai kuwa tumemaliza uwezo wao wote na hawawezi tena, launcher zile tumezimaliza, hawana hazina yoyote, hawana lolote. Wao hawakwenda kumjibu moja kwa moja kwenye maneno aliyoyajibu, wakafanya mashambulizi, kwa sababu walifanya mashambulizi kabla jana. Kwa muda mrefu wamefanya mashambulizi, ni kama walikuwa wamechungulia hotuba ya Trump itadai ushindi. Kwa hiyo walifanya mashambulizi sana mpaka ule usiku Trump anazungumza ilikuwa mashambulizi. Baada ya Trump kumaliza, wameendelea kufanya mashambulizi makubwa ndani ya Israeli. Ndani ya Israeli mashambulizi makubwa. Yani yote hii walikuwa wanatoa jibu kwa kupigia mstari kuwa we unawadanganya. Ukweli ni huu, watu wenyewe watatoa jibu kuwa kweli tumekwisha, au huyu alikuwa anazungumza ya kwake, au kwa sababu tu alikuwa anapamba hadithi kuonekana kama iko sawa. Jamani, vita haifurahishi, lakini vita ndio vita. Vita ndio inatokea hivyo. Vita hii ya Middle East niliwahi kuambia kuwa sisi itatuumiza, na imeshaanza kutoka anga. Inatuumiza kweli. Kwa hesabu za Donald Trump, wiki 2 wiki 3 mbele, tujiandae mwezi ujao petroli tutainunua 5,000. Hilo liko wazi. Tujiandae. Tutainunua kwa 5,000 ikiwa itatokea. Lakini kitu kimoja ambacho kiko wazi sana, Trump ni kigeugeu. Hii leo tu mpaka kufika kesho, yani natoa ndani ya 24 hours atakuwa katoa statement nyingine kupitia Truth Social ambayo itakuwa tofauti kabisa na hotuba yake ambayo ndio ilikuwa imesubiriwa na watu wanasema tunatoa suluhu ya dunia. Itakuja swala jingine kabisa. Yani swala jingine kabisa kuwa huku anasema kabla ya mashambulizi au kabla ya hotuba yake alisema hivi: Rais mpya wa Iran amemuomba afanye ceasefire, asitishe vita. Watu wakawa na hoji, kuna rais mpya kumbe Iran, wala hatuambizani. Yani rais kumbe tayari kuna new regime, yani kuna serikali mpya ambayo Marekani wanaifahamu. Lakini kwenye hotuba yake amerudia kujichanganya vile vile tu kuwa wasipokuja kwenye meza kuzungumza tutawashambulia na tuwarudishe stone age. Yani tutawarudisha zama za mawe, anasema. Sasa kumbe mna serikali mpya mnazungumza nayo na rais mpya tayari ameshawaomba ceasefire. Hawa mnawaita kwenye meza mzungumze nini? Hivi operation was epic fury. Haikuwa diplomatic operation. Tunaweza tukusema kuwa mazungumzo mlisha yatoa kwenye meza mkaenda kupigana mkaingia na operation. So Trump anaweza kuwaambia nini wa Marekani kuwa wakati anaweka slogan ya epic fury ilikuwa lengo amalize kwenye meza, au lengo la epic fury lilikuwa linaishia wapi? Yani kuwa tunaenda kwenye vita tuje tumalizie kwenye meza. Kwa nini sasa anaitaka sana meza kumaliza matatizo yake? Kwa nini asikiri tu kuwa mambo yamekuwa magumu, hili nalo liishe, tumalize, mpe ushindi mwenye ushindi wake kama unaona kuwa mambo yamekuzidi. Lakini huwezi kutoka na operation maalum halafu ile operation maalum ambayo unasema kuwa this was epic fury. Maana yake tulikuwa tunaenda kufanya kila kitu kwenye operation maalum, yani tulikuwa tunaenda kutatua matatizo kwa nguvu, sio kuja tukulete kwenye meza kwa sababu tumekaa na wewe kwenye meza hutaki kufuata tunavyotaka. Sasa tunaenda kumaliza kwa nguvu. Tayari umekwenda kwa kutumia nguvu, halafu umepiga U-turn. Unarudi tena umefukia epic fury, unarudi kwenye meza. Njooni tumalize matatizo. Tuelewe lipi jamani? Nawashukuru sana, asanteni, na inshallah mara nyingine tutakuja tuzungumze, kwa sababu ya kuzungumza yapo mengi, lakini dunia bado inapiga inazunguka pale pale kwenye muktadha ule wa matatizo yale yaliyosababishwa na watu wale. Niwatakie kila la kheri, asanteni, na inshallah tutakutana mara nyingine kwenye mazungumzo mengine. Shukran sana.